إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله تحمودا حمدا كثيرا تحصولا عددا. كلم موسى واصطفى محمدا وأنزل القرآن نورا وهدى على قلوب العارفين سرمدا. ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي الخير من قد وجد. أحبابي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, awali kabisa baada ya kumshukuru Allah Mola ambaye kwa ukarimu wake, kwa utukufu wake bado katunemesha neema hii ya uhai, si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu wala kwa matakwa yetu, isipokuwa kwa makadiri yake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Maashara almuslimin, tumekumbushana sana kuhusu neema ya uhai, na bado tutaendelea kukumbushana kuhusu neema hii ya uhai, kwa sababu ni katika neema kubwa ambazo hazina mbadala. Tukisikia neema isiyokuwa na mbadala, ikiondoka imeondoka, ni neema ya uhai. Rasilimali kubwa ambayo ni siri yake Allah. Itaondoka lini haujui. Unaweka mipango, ahadi, hatujui tutafikia au hatufikii. Sisi katika mwongozo wetu tukaambiwa jambo la kuanzia dakika inayofuata kuendelea tuseme insha Allah. Yametokea matukio, wale wenye mazingatio ndio wanapata ibra. Hivi karibuni kuna tukio limetokea, mtu katoka nyumbani anaelekea shambani kwake kwenda kuandaa mazingira ya shamba lake. Akifika shambani, malakul maut na yeye anafika hapo kutekeleza jukumu lake. Watu wanapata taarifa, jamani, aliyekuwa ameelekea shambani kadondoka chini na kafariki. Jamani, ametoka hapa na jembe lake. Kama hupati ibra kuwa neema hii ya uhai ni sehemu ya makadiri yake Allah subhanahu wa ta'ala, unavuka mipaka. Kwa sababu adatan nas wamezoea, labda mtu alikuwa mgonjwa, alikuwa anasumbuliwa na nini. Leo watu wakipewa taarifa ya mauti, kama si ajali, atauliza alikuwa anaumwa nini, alikuwa anasumbuliwa na nini. Si ndio hivyo? Imekuwa ada ya watu. Sasa nani kwambia kufariki mpaka ugue? Kifo hakina rasilimali ya ugonjwa, kuwa ili ufe inatakuwa uwe mgonjwa. Kifo ni muda wake, ukifika basi. Uwe mgonjwa, jamii inakutambua wewe ni mgonjwa, au usiwe mgonjwa, jamii inakutambua wewe ni mgonjwa. Maana jamani, tulikuwa naye hapa kwenye shughuli, yani tulikuwa naye kwenye shughuli zetu. Huyu kaamka yuko vizuri, kashika na jembe lake, anaenda kazini, anaenda kuandaa mazao yake vizuri, yakae sawa. Akifika huko shambani na malengo yake hayajatimia, akarudi amebebwa. Kwa tunasema neema hii ni neema isiyokuwa na mbadala. Na laiti ingekuwa inanunuliwa katika kitu kingekuwa ghali cha thamani katika maisha, ingekuwa ni suala zima la uhai. Unit za uhai. Fikiria kama kungekuwa kuna unit, watu wangekuwa wameshanunua unit za miaka 10 mbele. Haki kuna mtu yeye alivyo unit zake mpaka wengine utakapo katika ndio ataongeza. Hao anaangalia kumebaki moja au 0 ndio anaongeza. Ila kuna mtu mwingine huko ashatoka
Kama ni unit ya mwaka mzima ashakadiria mwaka mzima, na mwingine miezi 6 miezi 6. Sasa kuna unit za uhai watu wananunua, hapo ingekuwa kila moja kujiongezea zaidi. Kwa nini tunakumbushana uhai? Ili tupate ibra, tupate mazingatio, na siku zote kwenye chumba cha mtihani watainiwa wanakuwa ni wenye kupewa maelekezo, mwongozo. Na sisi tupo katika mtihani, lazima tuendelee kukumbushana. Uhai ni mtihani. Allah anasema katika Qur'an, surati Mulk, tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kaumba kifo na uhai. Lengo ni nini? Shabaha ni nini? Liyabluwakum, ili akupatieni mtihani. Mtihani wa jambo lipi? Ayyukum ahsanu amala. Katika hayo maisha mtakao kwa mmekadiriwa kuishi, nani atakayetenda matendo mazuri? Nani atatenda matendo mazuri? Utendaji wa matendo mazuri fungamana na rasilimali hii ya uhai. Na hapa wakasema ulama, wanadamu wanatakiwa wapate ibra katika hali ya utendaji wake, kwa sababu Allah hajasema liyabluwakum ayyukum aktharu amala. Lengo sio wingi wa matendo, lengo ni usahihi na uzuri wa matendo, ili tendo lilolitenda liko sahihi. Ndio hapa wakasema ulama, ili matendo ya mwanadamu yawe vizuri, yapo katika mizani ya kulipwa, kwanza awe Muislamu, pili al-ikhlas, tatu al-mutabaa. Muislamu, sharti ya kwanza kuandikiwa thawabu. Mwanadamu ili aandikiwe thawabu, kwanza awe anaandikiwa Muislamu. Ushahidi, inna dina inda Allah al-Islam. Ushahidi mwingine, waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ushahidi mwingine, hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun, maana lan yuthaba al-kuffar. Kwa kigezo cha mtu kuandikiwa thawabu awe Muislamu. Kigezo cha pili, al-ikhlas. Utendaji wako umefungamana na nini? Umefungamana kutafuta radhi za Allah. Hujaingia msikitini ili upate sajida, alama ya sajida. Hujaingia msikitini ili watu wakutambue. Hujaingia msikitini kuwa nikifa watu wanisaidie kuzika. Ikiwa malengo yako ni hayo kuingia msikitini, maana yake ibada zako zipo katika mtihani. Lakini umeingia msikitini kwa sababu Allah akakutaka utekeleze ibada. Mwisho, utendaji wako wa ibada unafungamana na mafundisho ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa la, umepata kasara. Ikiwa naam, mpata khair. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tulikuwa tunakumbushana neema hii ya uhai ni sehemu ya mtihani, na mtihani wenyewe ni kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, ndilo jambo nalo takikana. Tunaendelea na darasa letu tukikumbushana kuhusu ahlu sunnati wal jamaa. Tumeangalia kipengele cha kwanza, man hum ahlu sunna. Tukizungumza ahlu sunna ni watu gani? Lakini pia kipengele cha pili, khasais ahlu sunna wal jamaati ma'a dalil, mambo yale maalum yanayotambulisha kuwa hawa ni ahlu sunna ni yapi? Ndipo kipengele hicho cha pili ambacho tunaendelea kukumbushana. Kabla ya kuendelea na darasa, tupitie kidogo kukumbusha darasa iliyopita. Tulizungumza ahlu sunna ni watu wenye sifa gani, maashara al-muslimin? Naam, nani ana kumbukumbu kuwa tulizungumza ahlu sunna kuwa ni watu wenye sifa kadhaa? Naam, karibu. Naam, naam, barakallahu fik. Ahlu sunna ni watu ambao wanamfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika kauli zake na vitendo vyake, na yale ambayo yalitendeka mbele ya mtume na mtume hakuyakemea, maana yake hiyo kama ameridhia, ameruhusu. Shukran, barakallahu fik. Khasais ahlu sunna, jambo la kipaumbele la kuwajua kuwa hawa ni ahlu sunna, wana hususia gani? Ni yapi mambo mahsus yanaonyesha kabisa huu ni mwenendo wa ahlu sunna? Naam, jambo la kwanza tukasema, karibu. Mashaallah.
al-i'timadu ala al-wahyain al-kitab wa sunna. Tegemezo ya al-sunna ni al-Qur'an wa sunna, mwongozo wao kuangalia Qur'ani katika hili jambo inasemaje, mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo uko vipi, mwongozo uko vipi. Hapo ndio manhaj hiyo ya i'timadi al-sunna. Ili kwa jambo la kwanza katika khasais za al-sunna. Jambo la pili tukasema, nani anakumbuka katika khasais za al-sunna? Barakallahu fik. As-sayr ala manhaj salafi as-salih fi al-kitab fi madha fi fahm al-kitab wa sunna, kutumia mwenendo wa wajawema katika ufahamu wa kitabu, katika ufahamu wa Qur'an, katika ufahamu wa sunna. Hili jambo wajawema ufahamu wao katika hili ilikuwa vipi? Ni kitu muhimu sana, kitu muhimu sana. Maanake ahlus sunna hawatangulizi akili yao, wanataka kwanza wanatanguliza ufahamu wa wajawema. Hii aya kuna watu iliwashukia wako hai, ufahamu wa hii aya uko vipi katika suala hili, jambo hili wanaangalia. Na bila shaka mwenye kuwa na tabia kama hiyo, kuwa walionitangulia katika hili wamefanyaje mpaka wamebashiriwa pepo, wako hai, utabeza ufahamu wao? Huwezi ukabeza ufahamu wao. Watu wamebashiriwa pepo bado wako hai, maana kwa walikuwa wakiyatenda Allah ameyaridhia. Hapo ndio pa kushikilia, hapo hapo ufahamu wao katika jambo kama hili, kadhia kama hii. Allah atuzidishie elimu na atujalie ufahamu. Tunaendelea sifa khasais za ahlus sunna. Miongoni mwa khasais za ahlus sunna ataharri fi qaburi al-akhbar wa dhalika bi'ilmi al-isnadi. Yaqul Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnadu min ad-din wa lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Ataharri fi qaburi al-akhbar bimaana atathabbut fi qaburi al-akhbar, kufuatilia, kuthibitisha katika hali ya kupokea habari. Habari imekuja, sio bimujarad kuwa tayari imefika. Habari imefika, tunataka tuangalie silsila, watu walioipokea habari hii wana vigezo gani, wana vigezo gani? Wadhalika biilmi al-isnadi, na hapo ni kwa kutaka kupata ujuzi wa sanad. Hii habari imekuja, imetoka kwa nani, kwa nani, kwa nani? Hawa watu hawa wameamiliana, wamekutana. Sio mtu tu anakuja anasema taarifa nimetoa kwa fulani, taarifa nimetoa kwa Muhsin. Muhsin ametoa kwa nani? Muhsin ametoa kwa Ziyad. Ziyad katoa kwa nani? Ziyad katoa kwa mfano kwa Ibrahim. Ibrahim kutoka kwa Abu Huraira. Abu Huraira kutoka kwa Mtume. Tunataka kuangalia hawa watu kweli wamekutana hawa. Unakuta huyu alituambia ametoa habari kwa Muhsin. Muhsin mwenyewe kafariki kitambo, hajaonana naye. Hiyo habari inakuwaje? Hapa tu kwa mfano wa kawaida tu, kuwa umepata wapi hii habari? Nimepata kwa ndugu yangu hapo Ibrahim. Ibrahim nani? Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad huyu wa mtaani kwetu ndio umekutana naye. Amekueleza lini? Amenieleza jana. Kumbe Ibrahim amefariki wiki 2 zilizopita. Huyo mtu utamuonaje? Hiyo habari ni sahihi? Hiyo habari sio sahihi. Kwa watu wanapata ile shaka, jamani, inakuwaje hadithi kuwa dhaifu? Hadithi inakuwa dhaifu, silsila, upokeaji umekujaje? Mtu anasema nimetoka kwa fulani, akiangaliwa huyu katika sharti au muda wa kuishi naye, mathalan hakukutana naye,
au alikutana naye lakini alikuwa na vigezo gani? Alikuwa na qais, mapungufu ambayo yamekuja kupelekea kufanywa jarh wa ta'dil. Mtu vigezo sifa ya uongo amesifika nayo. Sasa ulama hawa ahlus sunna min khasais, inapopatikana habari atahari fi qabuli al-akhbari, maana atathabut, kuthibitika, kuwa makini katika kupokea habari. Habari imekuja, hebu tuifuatilie hii habari. Kuna watu wanaweza kaja wanakueleza jambo na machozi yanatoka mpaka na wewe unaathirika. Mtu anakueleza jambo na analia, unajua kabisa huyo atakuwa ni mkweli huyu, hiyo jambo litakuwa limemsibu. Sio kila anayekuja anakueleza jambo na machozi yanatoka kwa amesema kweli. Ndugu yake Yusuf alirudi kwa baba yao wanalia, kweli si kweli? Walienda kwa baba yao wanalia, anasema ndugu yetu kashambuliwa na mbwa mwitu, na mbebelea na kanzu imejaa damu. Wamechinja mnyama, damu zile wametapakaza kwenye kanzu. Sasa ukubwa wa dawa, msi anaangalia, kana kushambuliwa kweli na mbwa mwitu, kanzu hata kuchanika jamani. Mtu kashambuliwa na mbwa mwitu, kanzu hata kuchanika. Na kipindi hicho wanazungumza wanalia. Kwa kufuatilia habari, vitu muhimu sana. Ndio Uislamu kaweka pengele kuwa usisikilize upande mmoja. Usisikilize upande mmoja. Mwanamke anaweza kapiga simu, mpigia kiongozi wa dini, analia. Au kamfuata kiongozi wa dini analia. Siku ukisikiliza, ukiwakutanisha watu wote wawili, huyu ndo anipigia simu kabisa analia. Na kinyume chake, mwanaume anaweza akamchafua mwanamke, ukajua huyu mwanamke kweli amefikia huko. Siku ukiwakutanisha wote ukasikiliza pande zote mbili, unapata taswira ya jambo. Kwa hiyo ulama hawa ahlus sunna katika sifa zao ni kuthibitika katika hali ya kufuatilia, hali ya kupokea habari, katika kujua sanad ya habari iko vipi. Na Abdallah anasema, Abdallah ibn Mubarak, al-isnadu min ad-din. Isnad ni katika mfumo wa dini, katika mwongozo wa dini. Walaula al-isnadu, na kama si isnad, kutaka kujua kuwa hii habari imetoka kwa nani na huyu sifa zake ziko vipi, lakala man shaa ma shaa, kila mtu angesema analotaka katika dini. Si hakuna kufuatilia, hakuna kufuatilia. Kila mmoja angesema anavyotaka, kila mmoja angeleta rai anavyotaka. Imam Ali anasema kama dini ingekuwa nienda kwa rai, ingekuwa kufuta chini ya hofu ni bora zaidi kuliko kufuta juu ya hofu. Hofu katika Uislamu tunafuta wapi? Juu. Lakini ukiangalia kwa akili tu ya kawaida, kama chini ingekuwa ndio bora Sasa tunafutaje juu na kutufuta chini tu? Kama ingekuwa sasa dini inaenda kwa rai za watu, kila mtu anataka kuzungumza, ingekuwa mtihani. Kila mtu angesema analotaka, kila mtu angefanya analotaka. Lakini isnad ndio inakuja kuleta taswira kwa Sheikh, hilo jambo asili yake liko vipi? Mpokezi ni nani? Vigezo vyake ni vipi? Jambo nafuatiliwa liko sahihi. Ana Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iliwekwa hiyo, mfumo huo uliwekwa kudhibiti na kuhakikisha dini haichezewi. Wala shaka anna dhalika tahqiq liqaulihi ta'ala. Anasema mtunzi hapa, bila shaka kuwa jambo hilo la al-isnadu min ad-din, walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, inakuja hii kauli hii inakuja kuthibitika katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah akatoa ahadi ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi al-Qur'an. Ulama wanasema adh-dhikra huna bimaana al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra, sisi ndio ambao tumeishusha al-Qur'an, tumeishusha Qur'an, na sisi ni wenye kuhifadhi hii Qur'an. Katika mazingira gani?
aziada, kuzidisha chochote katika Qur'an. An-naqs, kupunguza chochote katika Qur'an. Ahkam, kuzidisha ahkam au kupunguza ahkam zinazofungamana katika Qur'an. Huwezi. Qur'an ni kitabu pekee mpaka sasa hujasikia agano jipya katika Qur'an. Si ndio hivyo? Imebaki fil asli, imebaki kama ilivyo shuka, na Allah kaisha kusudia kufanya hivyo. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa kipengele hichi, wewe usome Qur'an upunguze kitu, watu watakugongea. Manake kuna kitu umekiacha, kuna kitu sio sahihi. Ukipunguza, ukiongeza, utagongewa, na itabaki hivyo ila يوم القيامة, kwa sababu Allah kashasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa aya pia kama hii inakuja kuonyesha msingi wa uthibiti katika jambo, uthibiti katika kupokea jambo bila kuwa na haraka katika kulipokea jambo. Hiyo ni sifa au khasais ya tatu ambayo inafungamana na Ahlus Sunna. Rabia, khasais ya nne, jambo maalum la ambalo ni la nne, al-akhdhu bid-dalili wal-bu'd 'anil jadali. Al-akhdhu bid-dalil, kuchukua kwa dalili, yani jambo linaangaliwa. Sheikh, ili jambo limezungumza dalili yake, qala Allahu ta'ala, qala Rasul, dalili. Na hapa ndio Uislamu raha yake, tunaweza kusema ipo hapo. Muislamu sio yule wa kupelekwa tu, hapana. Jambo ukilitaka kulidhihirisha, watu watakwambia tupatie dalili. Unalileta jambo, tupatie dalili. Hivyo maana tubaki katika msingi, tubaki katika msimamo sahihi, na huo ndio mwongozo wa Ahlus-Sunna. Jambo limethibiti linapewa kipaumbele, jambo halijathibiti linaachwa. Sawa eh? Limethibiti ndio limethibiti, dalili yake kadha, hii hapa. Al-akhdhu bid-dalil wal-bu'd an madha an jadal, mijadala, kujitenga mbali sana na mambo ya mijadala. Dalili hii hapa. Mijadala ya nini? Dalili ipo. Kama dalili ipo, kuna haja gani ya kupoteza muda kwenye mambo ya minakasha, mijadala, sijui nini? Al-akhdhu bid-dalil wa madha wal-bu'd an al-jadal. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. Anataka kuonyesha yani mijadala haina nafasi sana, kuwa atakapokuwa anatujia mtu ambaye tunaona mfasaha, anaongea kwa ufasaha, mijadala yake anaipangilia vizuri hoja. Tarakna ma jaa bihi Jibril ila nabii, yani kwa ufasaha wa mtu ndio tuache yale aliyoshuka nayo Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lijadala haula, kwa ajili kuwa hawa mijadala yao hii wameipangilia vizuri. Yani tufate mijadala, tuache yale aliyoshuka nayo Jibril kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal hadha yaliq? Hili jambo linafungamana hivi, inaingia akilini hiyo? La. Manake tusipasishe mijadala tukaacha dalili. Imam Malik bin Anas anakataza hapa katika kauli yake, anaonyesha yani kuto kupasisha mijadala na kuacha dalili. Tusishughulike sana na mijadala bila kuangalia ili jambo dalili yake iko wapi. Sawa
Na sehemu kubwa watu wanataka kuhangaika mijadala, kuipa nafasi. Ili jambo nataka kulijadili asili yake, tupe dalili, tupe mwongozo katika dalili, katika Qur'ani, katika Sunna, khalas tumaliza. Huwezi kuwa mfasaha wa lugha ya Kiarabu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani haitotokea. Kwa kifupi, wewe utakuwa eti mwanadamu sasa hivi ndio unaijua nahau vizuri, wewe mtu wa lugha kuliko Muhammad. Atatokea jamani huyo mtu? Kwa hiyo maashara almuslimin, mijadala imekuwa ikipewa kipaumbele na watu wakajikuta wanasahau kuuliza, jamani, hili jambo tunalojadili dalili ziko wapi? Mwongozo, dalili iko wapi? Anawakumbusha sasa watu ambao walikuwa wana mijadala imepewa kipaumbele, thamani kubwa. Hivi jamani, mnafikiria hatua kupasisha mijadala na hamfikirii wahyi aliyokuja nao Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hilo jambo sio jambo sahihi, akawa ni mwenye kukataza. Hiyo ni katika khasais za ahlu sunna, al-akhdh bid-dalil wal-bu'd an madha an jadal, kupasisha na kuchukua dalili na kujitenga na mambo ya mijadala. Jambo la 5 katika khasais ahlu sunna, al-wasatiyatu. Al-wasatiyatu hapa tutaitafsiri kwa kama ilivyotafsiriwa na watu waliotangulia waja wema katika aya. Qala Allahu ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wasata bimaana huna udula, kuwa katika hali ya uadilifu. Na hili tukio na kuja katika kuthibitisha yale yaliyotokea umma Muhammadia. Huu ummatu Muhammad umeitwa ni umma wenye uadilifu katika hali ya kuthibitisha yale ambayo yaliyotokea na watu wakakataa kuwa hayakutokea. Wasatiyya pia inakuja kwa maana ya ukati. Maana ya ukati. Ukati vipi? Tunatolea mfano katika sifa za waja wema ambazo Allah kazitaja katika surati al-Furqan. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا hapa tunakuja lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dhalika qawama. Tunataka kuangalia ukati hapa. Wasatoa bimaana huu ukati ni mtu ambaye katika hali ya kutoa kwake, wakitoa hawa waja wema, idha anfaku, wanapotoa mali zao, lam yusrifu, hawafanyi israfu katika matumizi yao ya mali, walam yakturu, na hawajizui katika hali ya kutoa au kusaidia, wakana baina dhalika kawama, katika hali ya utoaji wao ni utoaji wakati kwa kati, utoaji ambao hajavuka mipaka katika israfu wala hajajizuia yeye kuto kusaidia watu, lakini pia amefanyaje? Ametoa. Hapa tunasema wasatiyya bimaana hali ya ukati. Hapa tuko pamoja Sasa tuje hii alwasatiyya kwa maana ya uadilifu. Ushahidi kwanza tumesoma hapa katika Qur'an, aya hii inayopatikana katika surati Baqara aya 143. Wasatiyya inna hadha ad-din wasat baina jafa'i al-mufattirin wa taqsirihim wa baina ghuluwi al-mufarritin wa tanatu'uhum wa huwa at-tariq as-sawi
alladhi yusil ila rahmatillah wa ridwanihi. Anasema wasatia tunataitafuta kwanza kwa maana hii ya uadilifu. Umma hii dini hii ya Uislamu wasat baina jafa'il mufarritin wa taksirihim. Jafa'il mufattirin ni watu gani hawa? Ni Mayahudi. Mayahudi wanaojua kabisa Uislamu vizuri, walikuwa wanajua manabii wa mambo waliokuja nayo. Shida yao walikadhibisha mitume wa Allah. Sio kukadhibisha tu, wakawaua na baadhi wakawaua. Mayahudi wanamjua Isa ibn Maryam, ila wametengeneza mazingira ya nini? Ya naqais, mapungufu ya kuto kumfata. Wanajua kabisa uhalisia wa Isa ibn Maryam, yupo katika mwenendo gani, yupo katika system gani, anasimamia kitu gani. Mayahudi wanaelewa. Hawa ndio wanaitwa jafa al-mufarritin wa taksirihim. Manake dini hii ya Uislamu ipo sasa kati ya hawa Mayahudi waliopunguza haki za kuto kuwafata manabii na kuwakadhibisha na kuwaua, na dini ya Uislamu ipo pia kati baina al-ghuluwi al-mufarritin, waliovuka mipaka. Hawa ghuluwi mufarritin watu gani? Naswara, manaswara. Hawa wao shida yao walizidisha katika sifa, wakamzidisha, wameenda mbali kwa wakimwelezea Isa ibn Maryam mpaka wakafika hatua kaona sasa huyu ni mtoto wa Allah. Huyu ni mtoto wa nani? Wa Allah. Na pamoja na hii tanatuhum, pamoja na haya taksiri zao, mapungufu yao, yani mapungufu mjikuta wao wamezidisha. Hawa Mayahudi mapungufu yao ilikuwa ni kushusha, yani haki zisitendeke, uadilifu usipatikane ipasavyo. Wenyewe sasa mjikuta mapungufu yao yamekuja katika hali ya ghulu, kupasisha zaidi. Wakamwita Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah. Tukio hilo Allah analisimulia katika surati Maryam akisema, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu aljibal. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu alard wa takhiru aljibalu hadda. Aya ya 90. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu alard wa takhiru aljibalu hadda. Kwa nini? An da'u lirrahmani walada. Tunaangalia maashara almuslimin na wafuatiliaji wa darsa kipengele hichi cha ahlusunna katika khasais za ahlusunna, alwasatiyatu. Alwasatiyya tumeona bi maana ya uadilifu, na alwasatiyya pia inakuja kwa maana ya ukati. Dini hii ya Uislamu imekuwa ni dini ambayo ipo kati kwa matukio yaliyojitokeza kati ya Mayahudi na Manaswara. Mayahudi ukweli wanaujua, shida yao ilikuja vipi? Kadhabu, walikadhibisha. Hayo ndio mapungufu yao. Hawakuishia kukadhibisha, wakaua baadhi ya manabii. Manaswara shida yao iko wapi? Ukweli waliujua kuhusu manabii, na sasa tunamzungumzia Isa ibn Maryam almaarufu jina Yesu. Walivuka mipaka kufikia hatua kuwa huyu ni mtoto wa Mungu. Tukio hilo Allah analisimulia katika surati Maryam kuwa mpaka wanafikia huko ni hali mbaya zaidi, haitakikani mwanadamu asifike nayo au kutamka kauli hiyo. Kuna mazingira fulani analeta
hali ya ugumu. Allah anasema takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Kusema Allah na mtoto, kauli hiyo inaweza kuonekana ni kauli ya kawaida, kauli ndogo isiyokuwa na uzito, lakini kwa viumbe vingine, mbingu, ardhi, milima, unavipatia mzigo mkubwa. Mwanadamu akitamka neno kama hili anaweza kuliona neno dogo, lakini viumbe ambavyo vingine vimeumbwa na Allah, mbingu, milima, ardhi, hivi viumbe unakuwa unavipatia hali ngumu sana, kwa sababu inakaribia mbingu kuchanika chanika, ardhi kupasuka pasuka, milima kuachika, yani kusambaratika, kutokana na kauli hiyo. Kauli gani? Anda'u lirrahmani walada, pindi tu wanadamu walipodai na kusema na kutamka kuwa Allah ana mtoto. Sasa Uislamu au Waislamu au Ahlu Sunna hawapo katika upande wa Mayahudi, hawako katika upande wa Manaswara, wapo kati kwa kati. Tukichukulia tukio la Isa hapa bin Maryam, wao wanachukua kauli gani? Suratu Maryam, hapo hapo tunaipata jibu lake. Jibu linapatikana hapa katika Suratu Maryam aya 30. Qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya. Ani mazungumzo aliyozungumza Isa bin Maryam katika hali ya utoto, tukio ambalo likuja kupelekea hawa Manaswara hawa wengine wakaona sasa huyu ni mtoto wa Mungu, lakini wameshindwa kuzingatia kile kilichotamkwa. Kasemaje huyu? Inni abdullah, mimi ni mja wa Allah. Atani alkitaba, Allah kanipatia nini? Sheria, kitabu ambayo ni nini? Injili ambayo tayari ipo kwake, ameshushiwa yeye. Injili imeshuka kwa nani? Kwa Isa bin Maryam. Lakini mwisho anasemaje? Waja'alani nabiyya, yeye Allah kamjalia kuwa nani? Kuwa nabii. Ahlu Sunna wanashika hapo kuwa huyu ni nabii. Waislamu hapo upande wa Mayahudi, hapo upande wa Manaswara, wako hapo. Si dalili hiyo? Pia huo kuthibitisha hali ilivyo ni uadilifu, sio uadilifu? Uadilifu. Tulikuwa tunazungumzia wasatia hapo, bi maana ya ukati, lakini pia tuangalie hali ya uadilifu kwa maana hiyo hiyo alwasatia kupitia aya wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ulama mufassirin wanasema hapa wasata imekuja kwa maana ya uadilifu, na kuna tukio ambalo linasimliwa hapa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadith katika sahihi Bukhari, anasimlia Abu Sa'id al-Khudri kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema yuja'u binuhin yawm al-qiyamati fayuqalu lahu hal ballaghta fayaqulu na'am ya rab fatus'alu ummatuhu hal ballaghakum fayaquluna ma ja'ana min nadhirin fayaqulu man shuhuduka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Allahu akbar. Muhammadun wa ummatuhu fayuja'u bikum fatashhaduna thumma qara'a rasulu sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Tumeangalia katika vigezo vya Ahlus Sunna ni kutafsiri au nini asair ala madha ala manhaj salafi salih fi fahmi alkitabi wa sunna. Kuna tukio hapa kwa aya hii wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Mtume hapa alitoa tukio, alisema siku ya kiyama
yujau binuhin, Nuh atahudhurishwa mbele ya watu, kisha ataulizwa hal balaghta, je, ulifikisha risala yako, ujumbe uliopewa kufikishia umma wako? Fayaqulu naam ya rab, nasema ndiyo ewe Allah, nilifikisha. Fatusal ummatuhu, umma wake, umma wa nabii Nuhu utaulizwa hal balaghakum, je, Nuhu alikufikisheni habari zangu, sheria zangu, ujumbe wangu alikufikisheni? Fayaqulun, umma wa nabii Nuhu utasema ma jaana min nadhiri, hakuna aliyetufikishia, mfikishaji, nadhir wa kutuhofisha na adhabu za Allah, kutupa bishara, hakuna. Maana Mwenyezi Mungu sisi hatukufikishiwa mjumbe. Maana yake nini? Usituadhibu. Kanuni ya Allah, wama kunna muadhibin hata nab'atha rasula. Allah haangamizi watu, hawadhibu watu, umma hawadhibu mpaka utakapokuwa umefanyaje, umefikishiwa ujumbe. Sasa wanaposema sisi hatukufikishiwa ujumbe, manake sisi, ya Allah tuhurumie, usituadhibu. Si wamekataa kuwa hawakufikishiwa da'wa? Fayaqul, Allah anamuuliza nabii Nuhu, man shuhuduka, mashahidi zako sasa ni watu gani? Mashahidi zako ni wapi? Watu gani? Wako wapi wa kutoa ushahidi? Sio kwamba Allah hajui kama hajafikisha, ila kuna kitu hapa tunataka tukipate sisi katika darasa letu kuhusu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hiyo aya, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, atakapoulizwa nabii Nuhu, mashahidi zako ni watu gani, wako wapi? Fayaqul Muhammadun wa ummatuhu, ya Allah, mashahidi zangu, shahidi wangu au shahidi zangu, ipi lugha faswa? Shahidi wangu ni mmoja, shahidi zangu ni wengi, si ndio? Shahidi zangu Muhammad na umma wake wote. Maashara almuslimin, ili tukio linafikirisha. Nabii Nuhu ni katika manabii wa mwanzo. Ningesema huyu ndio nabii wa kwanza kabisa katika hali ya kufikisha dawa. Wa kwanza kabisa nabii Nuhu. Ummati Muhammad katika zama za mwisho kabisa, umma wa mwisho, wa kwanza anatolewaje ushahidi na wa mwisho? Inafikirisha, ifikirishi? Inafikirisha. Haya, tuangalie hapa inakuwaje. Muhammad na umma wake. Haya, fa yujau bikum, ummati Muhammad utakusanyishwa hapo, utafatwa katika hali ya kuulizwa hili tukio kuwa nabii Nuhu anasema nyinyi ndio mashahidi zake. Muhammad na umma wake wote wanaulizwa. Fatashhadun, basi hapo ummati Muhammad utatoa ushahidi kuwa ni kweli nabii Nuhu alifikisha. Sasa hapa yani umma umepataje hali hii ya kusema nabii Nuhu alifikisha? Al-Quran, surati Nuh, nasoma hapa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Watu gani hao? Watu wa nabii Nuhu. Nabii Nuhu anasema mimi nilipokuwa nikiwalingania, litaghfira lahum, ili uweze kuwasamehe ya Allah baada ya wao kufuata taratibu zote ambazo zinatakikana kuzifata. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, vidole vyao walipachika katika masikio yao. Wastaghshaw thiyabahum,
haikutosha tu hivi, wakafunika kabisa vichwa vyao, wakafunika na mavazi yao. Wa asarru, wakaendelea na ujeuri wa kudumu katika maasiya. Wastakbaru, istikbara, na wakawa na sifa ya kibri, kile kibri konki, kibri kilichopindukia. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Hapa sasa ummati Muhammad umewezaje kutoa ushahidi ni kweli Nabii Nuh alifikisha al-Qur'an? Baada sasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia ummati wake kuwa mtakiri kuwa Nabii Nuh alifikisha da'wa na alifikisha risala ya Allah, na akasoma Allah, Mtume akasoma aya hii, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nas. Mmejaliwa ummati Muhammad kuwa ni umma wenye sifa ya uadilifu, na Allah kujalieni nyinyi ummati Muhammad litakunu shuhadaa ala nas, ili muwe sehemu ya mashahidi kwa watu zama zilizo watangulia, wale watakao kadhibisha mitume wao, nyie mtatoa ushahidi kuwa ya Allah, huyu nabii alifikisha. Wa yakuna rasulu alaikum shahida, pia na awe pia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wenu ambaye ni Muhammad, naye pia awe nani? Awe shahidi. Hapa na Nuhu alisema Muhammadu wa ummatuhu. Hii ni katika khasais ahlu sunna alwasatiyya. Tuko pamoja tuishie hapa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.